hii ni siku muhimu, siku ya kumbukizi kuelekea wiki ya zimamoto, ambayo siku hii ya leo inayo kauli mbiu nzuri sana, ambayo nakutaka tuchukue tahadhari leo, tuokoe maisha na mali zetu kesho. Tunachokiona hapa kwa Mheshimiwa Rais, amechukua tahadhari leo kuleta magari ya kisasa na vifaa vya kisasa na mafunzo ya kisasa kwa watu wetu. Maana yake anajipanga kuokoa mali na watu wetu wa kesho. Tumemwona mkuu wa jeshi la zimamoto Kamanda Masunga akiwakilishwa hapa na dada yetu naibu kamishna Taki Nguzo, walivyojipanga kama watumishi, kama maaskari kwa ajili ya kuokoa maisha ya kesho na mali za watu wetu. Maana yake tuko kwenye tafakari. Wito wangu kwa wana Ilala, kwa wana Dar es Salaam, ndugu zetu tarehe 4 ndio anafikisha kilele, na mgeni rasmi atakuwa mkuu wetu wa mkoa wa Dar es Salaam Mheshimiwa Albert John Chalamila. Siku hizi tuje hapa, kuna eneo la chuo tujifunze, kuna vifaa tujifunze, kuna watu wetu na wadau mbalimbali. Njooni tutembelee maonesho haya, tuje tupate ushauri wa namna ya kujikinga na mioto na majanga mbalimbali. Lakini nitumie nafasi hii, siku hii ni siku ambazo tunakwenda kuwakumbuka wapambanaji wetu, mashujaa wetu ambao wamepoteza maisha yao au wamepata ulemavu kwa sababu ya kuokoa maisha ya wengine au kuokoa mali za wengine. Tunawashukuru sana. Ile siku ya tarehe 4 naamini tutakaa pamoja, tutasimama kuwaombea maisha mema wenzetu ambao wamepata majeraha, lakini kuwaombea kheri wale wenzetu waliokufa wakati wanaokoa mali za wengine. Lakini katika kipindi hiki ni kipindi ambacho tunatumia pia kutoa elimu. Ni kuhakikishie naibu kamishna ambaye unamwakilisha kamishna mkuu, sisi kama mkoa wa Dar es Salaam, sisi kama Ilala, tutaendelea kushirikiana na jeshi la zimamoto kuhakikisha wanatoa elimu kila mtaa, kila kata, ili watu wetu waweze kwenda na kauli mbiu ya kuchukua tahadhari leo ili kuokoa mali na maisha yao ya kesho. Tuko tayari, na niwapongeze kwa kuamua kuongeza vituo. Zamani tulikuwa na kituo kimoja tu hapa Faya, sijui Temeke, Kinondoni. Leo hii tunazungumzia kuwa na vituo 9 na kuongeza vituo zaidi ya 9. Makofi mengi sana kwenu. Na tunatambua mnaenda kuanzisha vituo katika mazingira magumu. Juzi kama na Mambusi, kuna watu wetu wa Chanika walienda huko. Dada yangu Taki, nikwambie, sasa huko barabara sio nzuri, unajua, na nyie mmepeleka kambi huko. Sasa ya magari ya kisasa yakapita kwenye barabara inatope, ila vijana wako ni wazuri, wenye utashi, walipambana kuhakikisha gari wanaitoa. Tuwapongeze na tuwapigie makofi sana. Walikwenda kutekeleza wito wa simu waliopigiwa, lakini walihakikisha wanaitoa gari kwa wakati. Tunayo mashirikiano mazuri sana, tupelekee shukrani kwamba tunafanya nao kazi vizuri. Na bahati nzuri, ninyi ni mashahidi, tulipopata changamoto za mioto mbalimbali, mmeona tunakuwa nao. Wito wangu, nitoe wito kwa taasisi nyingine mbalimbali zije zijifunze, lakini nitoe wito kwa halmashauri, wataalamu wa halmashauri ambao wanapitisha michoro waje na wao wajifunze. Na nitamwomba mkuu wetu wa mkoa wa Dar es Salaam kwamba ramani zisipitishwe ambazo hazina michoro ya kuona namna gani majengo yanayojengwa katikati ya mji wa Dar es Salaam hayana makinga ya kwa ajili ya mioto mbalimbali. Tutaendelea kumwomba mkuu wetu wa mkoa ili ramani zile zisipitishwe. Watu wanajenga magorofa, lakini ukimwambia mpango mkakati wake wa kukinga mioto hana, lakini watu wamepitisha.
hivyo nitaendelea. Hilo nitampeleka mkuu wa mkoa, atatoa agizo mkuu wa mkoa tarehe 4. Mimi kwangu nitaenda kumwomba mkuu wetu wa mkoa wa Dar es Salaam. Siku ya Zimamoto duniani imeambatana na kauli mbiu. Kauli mbiu yetu ya siku hii ya Zimamoto inasema tuchukue tahadhari leo, tuokoe maisha na mali kesho. Kauli mbiu hii imeenda sambamba na maboresho makubwa ya Jeshi la Zimamoto na Uokoaji. Ndugu mgeni rasmi, wewe ni shahidi. Asubuhi ulivyofika umekagua mitambo mbalimbali, mitambo ya kuzima moto, ya kufanya maokozi, pia kuna maboza ya maji, ambulance kwa ajili ya wagonjwa. Umejionea kwa macho yako, pia umeona uhodari na umahiri katika utendaji kazi, haswa kwa yule askari wetu wa kike ambaye alionyesha onyesho la high angle rescue. Shukrani za pekee ziende kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuliwezesha Jeshi la Zimamoto na Uokoaji kuwa na vitendea kazi bora na vya kisasa vinavyoweza kuendana na maendeleo ya sasa katika jamii yetu. Tunashukuru sana. Ndugu mgeni rasmi, tufikishie salamu zetu kwa Mheshimiwa Rais. Jeshi la Zimamoto tunasema asante sana.